Basi ninawakaribisha katika jina la Yesu. Leo tunamtazama mkombozi wetu ambaye ametuletea wokovu na jinsi ambavyo Bwana ana makusudi mema juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Licha wakati mwingine kama mwanadamu huwa tunafika mahali tunahisi kukata tamaa. Tunahisi ni kana kwamba hatuna nguvu za kusonga. Wakati mwingine unahisi ni kana kwamba Mungu amekutelekeza kwa njia moja ama nyingine, lakini asubuhi ya leo nitasema tuna mkombozi ambaye ako kwa sababu ya maisha yako na kwa sababu ya maisha yangu. Sema amen. Na yeye ako tayari kupigana vita vyako. Ako tayari kukukumbusha yale ambaye anayafanya na pia yale ambaye ameyasema kwa sababu ya maisha yako na maisha yangu. Sema amen. Tuangalie katika Samueli wa pili 22 kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka 7. Samueli wa pili 22 kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka wa 7. Mungu ameweza kutuokoa kutokana na kila mitego ya kila aina. Yeye amefanyika mwokozi kwa maisha yetu ni kwa sababu amekubali kututegulia kila mitego ambayo imewekwa kwa sababu yetu. Kama mimi ningesema imani kubwa. Maana usiku na mchana tunawindwa. Tunawindwa usiku na mchana. Katika kitabu cha Samueli wa pili 22 mstari wake wa kwanza mpaka 7 inasema, basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu siku ile Bwana alipomuokoa mikononi mwa adui zake zote na mikononi mwa Sauli. Kwa sababu hiyo tuko na Mungu ambaye ni mkombozi, ni mwokozi wa maisha yetu. Na nikusema ya kwamba kila moja ako na zile vita ambazo huwa anapigana kwa maisha yake. Na nipoza huwa tunasema ya kwamba hatukimbii mbio moja. Na wakati utafikiria kwamba unakimbia mbio moja na ndugu yako, juu ya kwamba umepatwa na anguko. Sema amen. Sisi wote hatukimbii mbio moja. Lakini kila moja Mungu anakubali kufanyika mwokozi katika ile mbio ambayo unakimbia. Haleluya. Mungu anakubali kufanyika msaada. Tena msaada wa karibu katika zile mbio ambazo zimewekwa mbele zako. Na hii mbio ambayo imewekwa mbele zetu sio mbio ambayo haina hatari. Ni mbio ambayo utainukiwa, utajaribu kupingwa, utajaribu kunyamazishwa, huduma yako itajaribu hata kuambiwa kwamba sio kitu, utaambiwa kwamba tumekupea siku 2 hauta survive. Yaani utaambiwa maneno mengi, ni kwa sababu ya kile ambacho umebeba ndani yako. Na kwa sababu hiyo tunaona huyu ni Daudi. Biblia inasema ya kwamba alifika mahali akatazama jinsi ambavyo Mungu ametembea pamoja na yeye. Licha ya kwamba amekuwa na maadui wengi, Mungu amepigana vita vyake. Licha ya kwamba ameingia mpaka nyumba ya mfalme, na mfalme akikusudia kukuua. Nyinyi mnajua mfalme akikusudia kukuua. Mpaka hapa nchi ya Kenya ukijaribu kuongea unasema ninaweza kuja nitolewe shingo. Ni kwa sababu mfalme akikusudia jambo ni lazima alitimize. Lakini tunaona ya kwamba huyu Daudi, licha ya kwamba Sauli alikusudia kumuua Daudi, lakini tunaona ukombozi, tunaona wokovu. Na huyu ndio Mungu ambaye ni Mungu wako siku hii ya leo, ya kwamba hata adui wakiinuka, haijalishi wako na madaraja ya aina gani, bado ako tayari kukusaidia. Ako tayari kukusaidia. Haijalishi madaraja zao. Na Biblia inasema ya kwamba sasa Daudi anasimulia haya matendo. Anasema ya kwamba huyu Mungu amenipigania kutokana na maadui zangu zote. Na hasa yule ambaye hakuna mwanadamu angeweza kujiepusha na yeye, anaitwa Sauli. Maana mfalme akikusudia jambo, wacha nikuambie, atatumana hata mahali umejificha. Hakuna mahali unaweza jificha katika nchi yako. Utakuja kuchukuliwa kukiwa mchana ama kukiwa usiku.
watakutrack mpaka wahakikisha kwamba wamekutoa katika yale mahandaki ama yale mashimo ambayo umejificha ndani yake. Lakini katika hayo Daudi ana uwezo wa kusimulia. Anasema haya ndiyo matendo ya Mungu wangu, amefanyika kuwa Mwokozi, ni kwa sababu ameniokoa kutokana na maadui, ameniokoa kutokana na mkono wa Sauli ambaye mwanadamu hawezi jiepusha naye. Sema amen. Jambo la kwanza ni kuonyesha ya kwamba wakati tumekubali kutembea na Mungu, usijalishwe na ile mikono itakayeinuka kwa barabara yako. Kama mimi ningesema imeni kubwa. Usijalishwe na zile dhuluba. Haijalishi zinaonekana ni kubwa kiwango gani. Bora Mungu amekubali kuwa upande wako na wewe umekubali kutembea na yeye. Anasema ya kwamba hata Sauli mwenyewe, ninashukuru Mungu maana nimepata wokovu hata kwa watu mashujaa. Sema amen. Na mimi ninakuombea asubuhi ya leo, hata wakikuotea kiwango gani, Mungu akawa msaada wa maisha yako katika jina la Yesu. Hata wakikuotea watu wenye madaraja, hata wale wachawi ambao wamekolea, wakiangalia juu wanateremsha ndege chini, bado wokovu wa Bwana ukashuhudiwa juu ya maisha yako. Ninatangaza tena, hata kwa wale wachawi wanaangaliaga ile kanyoni kakiwa kule juu, ile badi ikiwa kule kwa hewa, na wakiitazama inaanguka chini, wakidhani hivyo ndivyo watakuangusha, wakakutana na nguvu za Bwana ambazo zimebeba wokovu. Ni kwa sababu yako na kizazi chako. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina takatifu la Yesu. Akasema Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu na wangu. Mstari wa 3 inasema Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu waniokoa na jeuri. Msikiliza yale maneno ambayo Daudi anasema ya kwamba sasa amefanya chaguo, amejua ya kwamba ni kwa msaada wa Bwana, anajua kwamba ni kwa mkono wa Mungu ndiposa Bwana amemfuatilia. Na anasimulia, anasema ya kwamba kwa uhakika nimejua ya kwamba Mungu amefanyika mwamba wa maisha yangu, amefanyika kuwa ngao, amefanyika kuwa msaada. Na wewe na mimi asubuhi ya leo tuna uwezo wa kusimulia mambo kama yale, ya kwamba Mungu amefanyika msaada, Mungu amefanyika kuwa ngao, Mungu amefanyika. Na sasa nimefanya maamuzi ya kumwamini hata kuliko kwanza. Sema amen. Haleluya. Wale ambao huwa wanarudi kwa shetani huwa wananishangaza sana. Yaani ukiwa na matukio ambayo Mungu amefanya kwa maisha yako, ukiwa na mambo ambayo Mungu amekutendea, unastahili kuongezeka zaidi. Usaidi kuona kushindwa kwako, usaidi kuona ya kwamba sasa haya mambo yamekuwa majitu kwangu. Hapana, vile ambavyo Mungu anazidi kujidhihirisha, hivyo ndivyo unasaidi kupaswa kila mmoja wetu kumsongelea katika moyo wa kumpenda zaidi, katika moyo wa kusema Mungu nitakutumikia, Mungu nitajiachilia kuliko mwanzo, Mungu nimejipeana. Kama hii vita umenipigania Bwana, ni nini zaidi ambayo ninaweza kukupa we Mungu, ila kujiachilia na kukuamini zaidi. Sema amen. Hata mimi na wewe asubuhi ya leo hatujakosa mambo ambayo tunaweza tukasimama tusimulie vile Mungu wetu ametutendea. Na kwa sababu hiyo kila mmoja anastahili kuwa na kinywa kama cha Daudi cha kusema Bwana, licha ya kwamba umekuwa ngao, umekuwa kimbilio langu, umekuwa tegemeo langu, nimefanya chaguo ya kuzidi kukuamini zaidi. Sema amen. Haleluya. Nimefanya chaguo ya kuzidi kukaa upande wako, hata kana kwamba kunaweza kuwa kama moto, kama Shadrach na Meshach na Abednego. Wanaona vile tanuru la moto limeongezwa, lakini bado wanasema wewe mfalme na uishi hai. Lakini sisi hatubadiliki katika hii maamuzi ambayo tumefanya ya kumfuata Mungu. Hatubadiliki. Sema amen. Haleluya. Ni kwa sababu tuna Mwokozi katika barabara yetu. Na mimi nataka kumtangaza huyo Mwokozi asubuhi ya leo katika haya madhabahu. Bwana ainuliwe. Ni kwa sababu mapito ni mengi wapendwa,
lakini ni lazima tuwe na yale maamuzi ambaye ni maamuzi tosha, ya kwamba licha ya kwamba kuna dhuluba za kila aina, mimi nimefanya chaguo ya kuzidi kumfuata Bwana. Mimi nimefanya chaguo ya kuzidi kusimama nikiwa upande wako Mungu. Sema amen. Na saa hiyo sio rahisi, si ni kweli? Sio rahisi, sio rahisi kupigwa vita mpaka na mfalme. Si unaweza kata tamaa useme kwani Mungu alikuwa wapi? Si wakati mwingine huwa tunauliza hiyo maswali. Kwani we Mungu uko wapi? Hauoni yale yote ninapitia? Kwani Mungu umenisahau? Lakini Daudi anasema mimi ninakadiria zile vita ambazo Mungu amenipigania. Ninaona vizuri ni kuzidi kumwamini. Bwana ainuliwe. Haleluya. Sijui kama we una mtazamio kama huo, ya kwamba unaweza endelea kumwamini Bwana katika vita vyako. Hata vita vikichacha namna gani, unasema Mungu ninakubali, mimi nitakuwa upande wako. Na wacha nikuahidi siku hii ya leo, ukikubali kuwa upande wa Mungu, hakuna siku utashindwa. Sema amen. Ndio unaweza onekana wakati mwingine kama umechakaa, maana wakati mwingine vita vitachacha mpaka unachanganyikiwa, lakini mwisho wako utabaki kuwa mshindi. Na wakati Mungu anakushindania, hautabaki katika viwango, atakuinulia viwango katika maisha mwako. Atainua viwango vya watoto wako, atainua viwango vya kizazi chako katika jina takatifu la Yesu. Tumshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Mstari wa 4 inasema nitamuita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Bwana inuliwe. Jinsi ambavyo unazidi kumuitia jina la Bwana, jinsi ambavyo unazidi kuliitia jina la Mungu, Biblia inasema huwa tunapata wokovu kutokana na maadui zetu. Sema amen. Vile ambavyo unazidi kuliitia jina la Bwana. Na wacha nikwambie mpendwa, hata wakati uko kwa dhiki kubwa sana, usikose kuliitia jina la Mungu. Hata wakati uko kwenye shida, hata kana kwamba uko katika hali ya njaa, hata kana kwamba uko katika hali ya kutamani hata kufungiwa nyumba, wakati hiyo ndio majira mazuri ya kuliitia jina la Mungu. Jina la Bwana limebeba wokovu, limebeba msaada wa maisha yako na maisha yangu, limebeba jawabu ambazo hazipeanwi na mawazo ama bidii ya mwanadamu. Sema amen. Na kwa sababu hiyo atazidi kuliitia jina la Bwana, na nipoza maadui waibishwe. Mstari wa 5 nasema maana mawimbi ya mauti ili nizunguka. Hebu sikiliza. Daudi aliwindwa mpaka akaona kabisa. Unaona wakati mwingine hata unaweza ota mpaka nikana kwamba wanakuzika, unahudhuria mazishi yako wewe mwenyewe. Maana umezingirwa upande zote. Hata ndoto zako zinaashiria tayari hata kaburi lako limeandaliwa. Lakini endelea kuliitia jina la Bwana. Endelea kuliitia jina la Bwana. Maana wale wamekuchimbia hilo kaburi, yawezekana uwe chairman ama uwe chairman wa mazishi yao wewe mwenyewe. Ni wewe walikuwa wamekuandalia. Na ikifika hapo mnafanya maombolezo, kuna tajwa kwamba wewe ndio tunataka uwe chairman wa hii committee. Ni kwa sababu adui alikuchimbia kaburi, lakini lile kaburi ndio sasa anaenda kuzikwa. Wengine hata kuna tarehe ambazo tunakuwa tumenakiliwa chini, ya kwamba ikifika tarehe fulani, huyu mtu tunataka awe amesahaulika, hayuko tena duniani. Lakini wacha Bwana afanyike msaada wa karibu juu ya maisha yako. Daudi anasema ya kwamba mauti ilimzunguka, yaani alikuwa naona kifo. Hebu imagine wakati mwingine yako kwa nyumba ya mfalme, Sauli anamrushia mkuki moja kwa moja, anakwepa ule mkuki, mpaka Yonathani anauliza baba yake, ni nini huyu kijana amekufanyia? Amekuwa mwaminifu kwako wa majira haya yote, kwa nini unamuotea kila wakati? Na yeye baba yake anamwambia, kwani uoni ya kwamba mtu huyu ndiye anataka kuchukua urithi wako? Sauli na yeye alikuwa na Yonathani alikuwa na moyo wa Mungu. Yeye hakuona urithi, aliona ushirika wake na mtu mwaminifu. Akawa akionya baba yake, huyu Daudi hakuna haja ya kumuotea. Ni kwa sababu amekuwa mwema,
amekuwa mwaminifu, amepigana vita mingi, licha ya kwamba wakati mwingi ukipigana vita, hebu sikiliza hii, ukipigana vita nyingi, uwe na ushuhuda mkubwa, ama uwe na sifa zako zitakuinulia vita wakati huo na huo. Ukianzia kusifiwa na watu, jua ya kwamba wakati umeanzia kusifiwa na watu, wana creative battle kwa maisha yako. Watu wakianzia kusema huyu apostle, wewe ni mtu mzuri sana, anga inaanzia kusema huyu tutamuinukia, tutampiga, huyu tutamuinukia, tutajaribu kumuangusha huyu. Wakati watu wanaanzia kukutaja. Si mnakumbuka wimbo wenye Daudi alikuwa anaimbiwa? Ilikuwa inaimbwa. Sitasema mambo mengi, lakini ilikuwa inaimbwa ya kwamba ameua makumi maelfu, lakini Daudi naye Sauli ameua tu watu wachache. Unaona? Ukianzia kuimbiwa wimbo, tayarishwa kwa vita. Jua ya kwamba watu wakianza kukwambia, tangia ulipoingia katikati yetu, wewe jua ya kwamba ni fimbo imeanzia kutengenezwa. Sema amen. Ni fimbo inaanzia kutengenezwa. Sifa sio kitu mzuri. Vile ambavyo unaona watu wanakusifu, hivyo ndivyo wanakuandalia vita kuanzia wakati huo. Na nipoza unaona ya kwamba huyu Daudi, wakati watu walianzia kuimba, wamama wanatokea wanaimba ya kwamba tangia wakati Daudi, na unajua ya kwamba hizo sifa zinastahili kuwa kwa chama ya mfalme, maana ni mfalme anapiganiwa, yeye ndiye amekalia kiti, lakini zile sifa zilikuwa zinamkera kwa sababu walikuwa wanasema huyu Daudi ameua makumi maelfu, lakini huyu Sauli ameua watu wachache. Hiyo ndio ilikuwa wimbo. Sasa mfalme akaangalia akasema, haka kijana haka nitakaua kukiwa mchana. Alikuwa anakaa hivi akikasirika, anachukua mkuki, anamrushia, anakwepa. Sasa Daudi anasema ya kwamba mauti ilikuwa inamuandama kila mahali, alikuwa naona kufa kwake, lakini ametangulia kusema nina uwezo wa kumshukuru Bwana, maana hata kwa mkono wa Sauli bado ningali hai. Hata wewe ninatangaza kwa jina la Yesu, kwa watu wote ambao wanakuotea, watakuona leo, watakuona kesho, mpaka wanaboeka na wewe. Wakikutana na wewe wanauliza, bado haka kamtu kako hai? Tunadhani ya kwamba kaliisha, lakini bado Mungu ako upande wako. Ninatangaza kwa neema ya Bwana, hata kukiinuka watu wakuu kiwango gani, mkono wa Bwana uliye hodari huo upande wako katika jina la Yesu. Haleluya. Wakuone siku nyingi mpaka waboeke na wewe. Ukienda hii kona wanakutana na wewe, wakifikiria watakuta ukisuasua, wanakuta ndio sasa unaendelea kusimama straight, hata kana kwamba ulikuwa unaenda kombo. Bwana ndio anakutengeneza zaidi. Hata kama huku na figa, Mungu anaanzia kukupea figa. Wakikutana na wewe wanasema huyu pengine amegonjeka akakunywa zile dawa zile madawa za kunonesha. Maana hivyo ndivyo Daudi anasema, badala Mungu amulipe na mauti, Mungu amemlinda na uhifadhi. Hata yeye anashuhudia, huu ni mkono wa Bwana uko juu ya maisha yangu. Hata Victorious ni mkono wa Bwana uko juu yetu. Si ni Bwana amepigana vita vyetu? Si ni Mungu ametushindania usiku na mchana? Na bado watesi wetu watatuona leo, watatuona kesho, watatuona hata milele katika jina takatifu la Yesu. Tumshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Tuna Mungu atupae ukombozi katika mikononi mwake. Sema amen. Na huyu ndio Mungu ambaye tunamtumikia. Haleluya. Wakikuyu wanasema doe kukohoto nitaki, hajuai kushindwa ni nini. Sema amen. Mstari wa sita, mstari huo wa 5 aya ya 2 nasema, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Hebu nisikiliza. Wakati mwingine unazingirwa na mafuriko ya mambo mabaya. Yaani tukio hili linatokea, kabla hujamalizana hili lingine tena linatokea. Ni ya kukuhofisha. Yaani ni ya kukutia uoga. Mpaka uone sasa ni majira yangu imefika mwisho. Ni majira yangu ya kuangamia. Ukijitazama unaona ni majira ya kuisha.
Ukiangalia upande na upande, hata we mwenyewe unaanzia kujitabiria, hii ni kama ile wakati ulitabiriwa na maadui zangu. Lakini mkono wa Bwana bado unaonekana juu ya maisha yako. Sema amen. Ati mafuriko yalimwandama ya hofu. Hiyo ni kusema matukio mbalimbali yalikuwa yanamkumba kila wakati, lakini Mungu amempa wokovu. Kama vile asubuhi ya leo, mimi na wewe ninaomba wokovu wa Bwana ukakuandama usiku na mchana. Mkono wa Bwana uliye hodari ukuandame usiku na mchana. Haleluya. Hata hofu zikiweko, wacha uone mkono wa Bwana na msaada wa Mungu. Wacha uone nuru ya Bwana kwa maisha yako, akiondoa giza ambalo limeinuliwa kwa ajili yako. Haleluya. Situmshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Mstari wake wa 6 inasema, kamba za kuzimu zilinizunguka. Haleluya. Yaani walikuwa wamemwekea mitego kila upande. Yeah? Watu walikuwa wameanzia kuandaa nyoyo. Nyoyo ni githeri. Nyoyo. Na strong tea ya kutayarisha siku ya mazishi yake. Unajua watu wa Western wanatumia nyoyo na strong tea. Hiyo ni appetizer. Wakigojea hapa ng'ombe ichinjwe. Wakigojea hapa samaki zikuje kwa wingi bila kipimo. Haleluya. Yaani aliona hayo mambo yote, mpaka vile watezi wanajiandaa wakisema huyu mwisho wake tunauona, lakini bado mkono wa Bwana ulikuwa upande wake. Biblia inasema mpaka kuzimu kwenyewe kulimzunguka. Yaani mambo yote, hakuna jambo lilikuwa linafanikiwa. Na wacha nikwambie mpendwa, wakati mwingine tunakalia majira kama hayo. Ukijaribu kupinduka mkono wa kulia, unaona mambo hayaendi. Ukirudi mkono wa kushoto, unaona ni kana kwamba mambo hayaendi. Lakini msaada wa Bwana bado ungalipo juu ya maisha yako. Haleluya. Msaada wa Bwana bado ungalipo. Endelea kumtumainia Bwana. Endelea kumfanya kuwa mwokozi wa maisha yako. Hata mahali we uoni njia, yeye anatengeneza barabara. Hata mahali hakuna matumaini, yeye anapeana matumaini. Bwana atukuzwe. Yaani kuzimu kumemzingira. Akiangalia anaona, hata saa zingine unaota ndoto, mpaka unaona wale wa kuzimu wakikuchekelea na nguo zao nyeusi nyeusi. Unajua wanakuja na nguo nyeusi nyeusi hawa watu. Na fimbo zao wanapita kukuwekea hofu. Wanakwambia wewe ni wetu. Wewe bado tulikuweka kitambo kwa mitego. Wacheke wasicheke, sisi tuna Mungu mbinguni. Haijalishi vile ambavyo watapanga na waseme, tuko na Mungu mbinguni na ambaye ni msaada wetu hapa duniani. Katika Yeremia 23:23 huwa inasema huyu Mungu ambaye tunamtumikia hayuko mbali na sisi. Na wacha nitangazie hata asubuhi ya leo, ameketi mahali ulipo hapo. Wacha nikutangazia asubuhi ya leo, yeye ni rafiki wako wa karibu mahali umekaa mahali hapo. Na ndiposa hata kubali kile ambacho kimepangwa juu yako kitimie. Haleluya. Haijalishi ni mizimu, haijalishi ni bahari, haijalishi unaotewa na wanadamu waziwazi. Sema amen. Haleluya. Na unajua watu wakishindwa kukupiga katika ulimwengu wa kiroho, wanakuja katika ulimwengu wa asilia. Sema amen. Hebu nirudie hiyo tena. Watu wakishindwa kukupiga katika ulimwengu wa kiroho, sasa wanataka kukuja kwa ulimwengu wa asilia. Mushikane omundu kwa mundu. Ndio sasa wakutoe kwa wema wa Bwana. Maana wameshindwa kukupiga katika ulimwengu wa kiroho. Wamejaribu kuweka mitego yao, Mungu ananasua. Wamejaribu kuweka mizimu na kamba yake, bado Mungu anakatakata kamba zao za mizimu. Situmpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri. Na hata wakikuja katika ulimwengu wa asilia, ninakuombea neema ya kushinda katika hayo pia. Haleluya. Hata wakija katika ulimwengu wa asilia, neema ya Bwana ikutoshe. Mungu akusaidie kupigana vita vizuri na akupatie ushindi katika jina la Yesu. Bwana ainuliwe. Na kwa sababu kuzimu kulimzunguka,
mitego ya mauti ikanikabidhi. Hebu angalia mitego ambaye alikuwa anaiona ya mauti akienda pande zote. Na hiyo ni Bible imesema zinaitwa hofu. Shetani kazi yake ni kutia watu hofu, uoga, kutetemeka, uone umeshindwa, uone hautafanikiwa, uone lile jambo hata Mungu alisema juu yako haliwezekani. Hiyo ni hofu shetani huwa anatia wanadamu. Lakini asubuhi ya leo ninakuja kwa Roho wa Bwana kukuondolea hofu ya adui juu ya maisha yako katika jina takatifu la Yesu. Neno la Mungu linasema hatujapewa roho ya hofu, tumepewa roho ya ujasiri ya kupasongelea patakatifu. Umepewa roho ya ujasiri ya kupasongelea patakatifu katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Hofu siyo sehemu yako, na ninatangaza tena ya kwamba hofu siyo sehemu yako katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Na kwa sababu hizo mitego Mungu atakutegulia yote. Hata hofu ambazo zimezingira, mitego ya mauti ilikuwa imemkabidhi. Na Biblia inasema mstari wa 7, katika shida yangu nalimuita Bwana na nikamlalamikia Mungu wangu, naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Sikiliza mtu wa Mungu, hata hali zikiwa kiwango gani, liitie jina la Mungu hata kama wewe ni mdhaifu. Sema amen. Liitie jina la Bwana na usiaibike ukiliitia jina la Mungu. Hata haijalishi zile situation ambayo utakuwa ndani. Unajua kuna wakati mwingine unakuwa kwa situation hata ukiita Mungu, mwenye unaita Mungu akiwekwa na kuchekelea. Mpaka wakati mwingine karibu akuulize, na huyu Mungu wako kwani akusaidiaje? Hata wakati mwingine unanenewa maneno kama yale, kama mimi huyu Mungu wako, mimi siwezi nikamfanya Mungu wangu munene. Nenda huyo Mungu hata katika majira hayo. Endelea kuliitia jina la Bwana. Daudi hata akiwa amezingirwa kiwango kile, anasema nalimlalamikia Bwana. Hiyo ni kusema alikuwa amefika mahali mpaka anaanzia kuteta na Mungu, kwani Mungu umeniwachilia kiwango gani? Lakini bado alikuwa analiitia jina lake na akapata wokovu wa Mungu. Sema amen. Tuna Mwokozi kwa sababu ya maisha yetu. Ako tayari kutuokoa. Sema amen. Ako tayari kukuokoa na mauti. Ako tayari kukuokoa na shida. Ako tayari kukuokoa kwa maskini. Ako tayari kukuinulia viwango mbele ya watesi wako. Katika Zaburi 34 anasema anajua anaandaa meza akiona wale watesi wako karibu na wewe, na bado ana uwezo wa kukuandalia meza. Situmshangilie Baba wa mbinguni. Katika Zaburi 23 inasema ya kwamba huwa anatuandalia meza akijua ya kwamba wale watesi bado wangalipo katika maishani mwetu, lakini anasema kimani utaendelea. Uendelea kuliitia jina langu hata wakati hauna nguvu. Endelea kuliitia jina la Bwana. Endelea kusema Bwana, mkombozi wangu, msaada wangu Bwana. Endelea kuliitia jina la Bwana. Endelea kuliitia jina la Bwana. Endelea kuliitia jina la Bwana katika jina takatifu la Yesu, na utashuhudia wokovu wa Mungu juu yako. Sema amen. Haleluya. Katika Isaia 43 verse 1 to 7 tuna Mwokozi ambaye ni mkombozi wetu, na siku ya leo ananena mazuri juu yako. Usiogope, endelea mbele, songa mbele, songa mbele. Wewe usitazame nyuma, usitazame watesi, usiangalie wale ambaye wanakuinda. Tazama mbele, tazama mbele, tazama mbele. Katika Isaia 43 verse 1 to 7 inasema, lakini sasa Bwana aliyekuhukuru Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Hebu sikiliza vile ambavyo Mungu ananena na huyu anaitwa Yakobo. Jambo la kwanza anamwambia amemuita kwa jina lake. Jambo la pili anamwambia na nimekukomboa. Nimekuita na nikakukomboa. Hiyo ni kusema hata wakiinuka kiwango gani, jua wokovu uko upande wako. Sijui nirudie tena. Hata wakiinuka kiwango gani, ukombozi nishanena juu ya maisha yako.
Hata wakikuja wakutishie kiwango gani, na wakwambie watakunyonya damu, hata wakwambie tumekupeleka kwa wachawi, hata wakupeleke kwa manabii wa uongo, hata wamwage vitu kwa barabara mahali wewe unapitia, hata kwenye malango ya barabara yako, Bwana anatangaza amekukomboa. Sema amen. Ukombozi wako umehakikishiwa. Kwa sababu hiyo hata ukiruka madawa yao, ukombozi wako umehakikishiwa. Ustahili kuogopa. Bwana ainuliwe. Maana ukombozi wako na ukombozi wangu tumehakikishiwa ya kwamba nimekombolewa. 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 Bwana anakujua na jina lako. Wewe ni wake, na ametangaza ukombozi kabla ya vita vile ambavyo viko mbele yako. Hebu nisikilize tena. Mungu ametangaza ukombozi kabla ya zile vita ambazo zitaandaliwa. Nirudie tena hiyo. Bwana ameandaa ukombozi kabla ya zile vita ambazo zimeandaliwa. Sema amen. Na ndiposa anasema usiogope, wewe ni wangu. Bwana ainuliwe. Hebu niulizie neighbor, wewe ni wa nani? Haleluya. Wewe ni wa Karimanzira. Karimanzira utaenda ukute kama alipiga mateke ndo. Umeenda kwa muganga alafu unakuta alikufa jana. Na hamkuwa mmemalizana. Bwana atukuzwe. Hakuwa amekumalizia, alikuwa amekudunga sindano ya pande moja umenona. Sasa ulikuwa uende udungwe ya pande hii nyingine, unakuta hayuko. Kienda kuulizia unaambiwa hata alizikwa jana. Sasa unauliza ni nani alikuwa mwandani wake anisaidie. Maana alinidunga sindano upande mmoja. Bwana atukuzwe. Hebu angalia, ati ukombozi wangu na wako unatangazwa kabla ya yale mambo ambayo yatakukumba. Hiyo ni hakikisho kiwango gani ambayo Mungu anakuhakikishia? Ya kwamba usiogope, nimetangaza ukombozi wako. Haijalishi ni nani atainuka kwa barabara, nimetangaza ukombozi wako. Nimekuandalia tayari mapito yako. Na haijalishi watakuja na taito za aina gani, usiogope taito zao. Nimetangaza ukombozi wako. Na nipoza Daudi anasema hata kwa mkuki na mishale na mawindo ya Sauli Bwana amenipa wokovu. Maana haijalishi ni kina nani watasimama mbele yako. Si ninainua madhabahu ya kiungu. Ninasema haijalishi ni kina nani watasimama mbele zako. Ukombozi wako umetangazwa na Mungu. Ukombozi wako umetangazwa na Mungu. Ya kwamba ako tayari kukukomboa. Amekulipia dhamana tayari ya ukombozi. Akiwa mwanzo anaona mwisho. Yale mambo ambayo wewe yanatatanisha ni hapa katikati. Maana hata Mungu akikuahidi kitu akuambiagi mwisho. Anakuambia mwisho, akuambiai katikati utapitia nini. Ukisikia umetangaziwa hapa kwa madhabahu utakuwa mama mkubwa, wewe furahia na hiyo ukubwa, lakini jiandae kwa ukombozi wa hapa katikati. Sema amen. Haleluya. Wewe jiandae kuwa mtu mkubwa, lakini hapa katikati zile vita zitainuka, ukombozi wako umetajwa. Kama ni mimi ningempigia Baba wa mbinguni makofi mazuri. Ukombozi wako tayari umetangazwa. Na hiyo ni kumaanisha kwamba yale mambo yote utapitia, Mungu ako tayari kukabidhiana nayo kwa sababu ya jina lake ambalo linakaa kwako. Umeruhusu jina la Mungu likae kwako. Sema amen. Bwana ainuliwe. Mstari wa pili nasema, nipitapo katika maji mengi atakuwa pamoja nawe. Hii peke yake tu ndio huwa unahakikishiwa. Hata wale ambaye kwenye hakukuwa na damu, hata wale kwenye hakukuwa na tumito tule tudogo. Unajua watu ambaye kwao kuna damu na kwao kulikuwa na tumito tudogo, angalao kama si tungeenda kuchunga ng'ombe, tulikuwa tunaanguka kwa zile tumito tudogo, tunajaribu kuswimu hata kama hatujui. Na wale kwao kulikuwa na madamu na mito mikubwa,
Watu wa Western wengi wanajua kuswim, maana walizoea kuogelea kwa mito. Sasa angusha Kikuyu ndani ya maji mengi, uone vile atakunywa maji. Unakunywa tu maji, lakini bado Mungu anakuhakikishia hata katika hiyo maji mengi nitajua vile nitakubeba. Nitajua vile nitafanya. Mimi ni zaidi ya hao maswima ambayo huwa wanaokoa wanadamu. Mimi ni zaidi ya hawa. Ninajua vile ambavyo nitakutoa ndani ya hayo maji mengi. Bwana ainuliwe. Haleluya. Maana kuna majina ambayo huwa yanakuja kwa maisha, unajikuta kwa mambo ambayo hauyaelewi, haujui vile ambavyo utajitoa ndani yake, lakini Bwana anasema hata katikati ya hayo maji mengi niko tayari kukusaidia. Sema amen. Niko tayari kukimbia na wewe. Hautakunywa maji, hata ukikunywa hautakunywa zaidi ya nusu kikombe. Nitaruhusu ukunywe kidogo ndio ujue ni kwa msaada wangu. Unajua ukitaka kusaidia mtu wakati mwingine unamruhusu aone kabisa ni kuzama anazama, alafu baadaye unamshika mkono, anajua kabisa isipokuwa ni msaada wa mtu fulani, mimi nilikuwa wa kuzama. Alipoza unaona hata Petero wakati anamwambia Yesu, kama ni wewe niambie nije juu ya maji. Yesu anamwambia ni mimi, njoo. Anakanyanga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaanzia kuzama. Yesu anampatia mkono kumuonyesha kwamba unaweza, lakini hauwezi pasipo msaada wangu. Tumpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri. Wakati mwingine hivyo ndivyo Mungu anafanya kwa maisha yetu. Wakati mwingine wewe unadhani unaweza, lakini pasipo msaada wa Bwana hauwezi. Haleluya. Wakati mwingine hata kwa bidii yako na mipango unaweza panga mambo mengi sana na uone ya kwamba yameingiana, lakini pasipo mkono wa Bwana bado hautafanikiwa. Na nipoza anasema sasa inafika majira kutakuwa na maji mengi kwa barabara, lakini nimeamua ya kwamba sitakubali ya kuharakisha yale maji. Sitakubali ya kuzamisha. Sema amen. Haleluya. Sitakubali ya kuzamisha. Sasa hebu imagine mafuriko yamekuja hapa Australia, na yasikuje kwa sababu ya maneno ya kuhani. Ifike kiwango cha roof huko juu, wewe utakuwa wapi? Unaonaje? Hata isemekane tu hii maji iende mpaka pale juu ya roof kama wakati wa Noa. Sasa ni kusema hata yule alikuwa juu ya roof lazima ajue vile atajisaidia. Unaonaje hiyo maneno? Si utaanzia Motidu unameza maji, si Munito unameza ingine, lakini Mungu anakuhakikishia usalama wako kwa barabara. Tumpigie Baba wetu wa mbinguni makofi mazuri. Na hiyo ni mambo yale ambayo wewe na mimi hatuna ufahamu ndani yake. Inafika majira unajikuta kwa mambo ambayo hata wewe mwenyewe ukijaribu kufanya hesabu kama mwanadamu haina jawabu, lakini bado Mungu anakusaidia. Naomba huo msaada wa Bwana uwe juu yako. Naomba huo msaada wa Bwana uwe juu yako. Natangaza tena, naomba huo msaada wa Bwana uwe juu ya maisha yako katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba na katika mito haitakuharikisha, uendapo katika moto utateketea, wala miali ya moto haitakuuguza. Hao ni kina Shadrach na Meshach na Abednego. Na wacha niseme hivi, sio moto tu ule wa kuteketea, lakini kuna miali mingi ya moto huwa inawashwa juu ya maisha yetu. Wakati mwingine unajikuta kwa hali ambaye hata nafsi yako unasikia inateketea. Unasikia kabisa huu ni moto wa kunimaliza, lakini bado Mungu anakupa hakikisho ya kwamba hii haijakuja ili kumalize. Mtumishi wa Bwana Lazaro alikuwa amekufa, lakini Yesu akipelekewa habari na maumbo wake, Mariamu na Mariamu Magdalena
anarudisha jawabu, anasema nendeni mwambie watu ya kwamba ugonjwa wa rafiki yangu sio wa mauti. Hebu angalia ripoti za Bwana, na mpaka wale wanasema hapana, tumekuja kukuletea ripoti kwa sababu mahali tumemwacha ako hali mahututi. Pengine ni yule mwenye alikuwa anajaribu kupewa mpaka uji na mpira, sasa uji haiendi, ako hali ya kwamba lazima afe, maana mwanadamu asipokula ni lazima atakufa. Tumemwacha kwa hali ambaye hakuna msaada mwingine usalia. Lakini yeye ripoti yake anasema nendeni muambie ya kwamba maumbo wake, ya kwamba ugonjwa wa rafiki yangu mauti haina nguvu juu yake. Sema amen. Haleluya. Na hiyo ni kusema ya kwamba kuna majira huwa inafika, mpendwa, moto unawaka kwa maisha yako, unahisi kabisa ya kwamba sina lingine, hapa ni aibu ambayo inaenda kunikumba. Lakini mbingu likikutazama linacheka, linasema ungelijua hiyo sio aibu imeandaliwa mbele yako, ni utukufu mkubwa. Baada ya hili nitakuweka kwa utukufu ambaye mizimu haiwezi ikakuondoa, bahari haliwezi likakuondoa, wanadamu hawawezi wakakuondoa, manabii wa uongo hawawezi wakakuondoa. Baada ya hili Mungu wako atajulikana, Mungu wako atatambulikana. Tuna Mwokozi kwa maisha yetu. Sema amen. Moto unateketea. Wakati mwingine unasikia kuachilia. Unajua moto ukiwaka sana, ndiposa watu wao wanaanzia kuwithdraw. Unasema mimi ninaona hata wokovu nitaachana nayo. Hiyo ni kusema moto umewaka. Lakini nataka kutangaza nikiwa mbele za Bwana ya kwamba hautakuugusha. Huo moto hautakuugusha. Huo sio moto wa kukumaliza. Huo ni moto wa kukuletea utukufu baada ya wewe kuangalia jina la Bwana na uendelee kuliitia jina la Mungu wako. Sema amen. Shadraka na Meshaki na Abednego katika Danieli wanamwambia mfalme ya kwamba na mfalme uishi, haijalishi tanuru ile imeongezwa mara 7. Kitu kimoja tunajua ni ya kwamba huyu Mungu wetu hata asipotuokoa sisi tutabaki kumuita Mungu. Sijui kama sisi wa Kristo tunaweza kuwa na misimamo kama hiyo. Yaani ile hali uko ndani yake, unasema hata nikiaibika nitaaibika, lakini wacha Mungu abaki kuwa Mungu katika hii aibu yangu. Wacha niendelee kuaibika, lakini wacha huyu Mungu atabaki kuwa Mungu katika hii hali ambayo niko nayo. Na wacha nikwambie, wakati unataja mambo kama hayo, mbingu huwa linakukaribia zaidi. Linasema Kimani, ungelijua ile mipango tuko nayo juu ya maisha yako. Baada ya hili utakuwa kama wana wa Israeli. Mungu alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli watazame mbele, maana yale majanga wanayaona hawatayaona tena kwa maisha yao. Hawatayaona tena yale mambo ambayo yanawatia hofu. Kesho utakuwa unayachekelea, utakuwa unayatazama, utakuwa unayatungia wimbo, unayaambia kwamba mlikuwa karibu munimeze, lakini leo nimekalia utukufu juu ya utukufu, maana Bwana ameleta wokovu juu ya maisha yangu. Bwana ameleta wokovu juu ya watoto wangu. Bwana ameleta wokovu juu ya kizazi changu. Mlikuwa karibu munimeze, lakini nimeshuhudia nikitapikwa kutoka kwa vinywa vyenu, na badala yake Mungu amenipatia utukufu. Bwana amenivika na utukufu mwingi. Sema amen. Haleluya. Huyu ndio Mungu ambaye tunamunena asubuhi ya leo. Amebeba wokovu kwa sababu yako. Amebeba ukombozi kwa sababu yangu. Na ninahisi nguvu zake katika madhabahu. Ninahisi uwepo wake juu ya madhabahu. Msaada wako uko karibu na wewe. Msaada wako uko karibu na wewe. Msaada wangu uko karibu na mimi. Msaada wako uko hapo ulipo. Hapo mahali ulipo. Jambo la muhimu ni kulitia jina la Bwana. Amebeba wokovu. Amebeba neema. Amebeba neema. Amebeba neema kwa ajili ya maisha yako. Tumshangilie Baba wetu wa mbinguni kwa makofi mazuri. Biblia inasema ya kwamba
Mstari wa 3, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Nisikilize mtu wa Mungu. Wakati mwingine unaweza jidunisha sana na ujione ya kwamba wewe sio kitu, lakini kuna mipaka Mungu anakuandalia. Na wacha nirudie tena, kuna mipaka Mungu anakuandalia. Nirudie tena nikiwa mbele ya haya madhabahu, kuna mipaka Mungu anakuandalia. Wakati mwingine unaweza hisi wewe sio kitu, mpaka wakati mwingine unajichukia na kujidharau. Ukijitazama na ukiangalia zile ahadi Mungu ameahidi, unaona ni kana kwamba Mungu hatakuja kuzitimiza. Wakati mwingine unasikia kukata tamaa, wakati mwingine unasikia hauna nguvu ya kuendelea, lakini bado Mungu ameahidi ya kwamba ametoa watu kwa sababu ya maisha yako. Na maombi yangu ni kwamba wale ambaye Mungu ameinua kwa sababu yako, awaelekeze kwa barabara yako katika jina la Yesu. Natangaza tena nikiwa mbele za Bwana, watu wale ambaye Mungu ameandaa kwa sababu yako, awaelekeze kwa barabara yako katika jina la Yesu, ili waje wakushike na mkono wako wa Mungu uliye hodari, wakusaidie. Siongei tu kuhusu habari ya kupewa pesa, hapana. Unaweza ukapewa pesa ndio, lakini naongea kuhusu habari ya wale wamebeba msaada wa maisha yako. Maana wengine wamebeba ideas ambazo ukizishika utaenda mbali kwa maisha, lakini bado hawajakufikia. Na maombi yangu ni kwamba uunganisho na watu wale, ni kwa sababu ya jina takatifu la Mungu wetu. Mungu alete watu wale kwa barabara yako katika jina takatifu la Yesu. Mungu akuinulie mipaka, akupatie mipaka yako. Natangaza tena kwa neema ya Bwana, Mungu akujalie uwe na mipaka yako katika jina takatifu la Yesu. Mungu akupatie miji. Na unajua Mungu akisema nimetoa Misri, ni kusema ya kwamba watu wale watabaki kuwa mateka sasa. Wale watu watabaki kuwa mateka. Sio wewe utatekwa, lakini wale watu watabaki kuwa mateka, ili wewe uweze kutawala, ili wewe uweze kupenya, ili uweze kufikia kusudi la Bwana, ili uweze kufikia kile Bwana amesema kwa ajili yako katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu akisema nimetoa watu kwa ajili yako, jua ya kwamba kuna mtu anateswa mahali kwa sababu yako. Jua kuna mtu ambaye anasalimisha mahali kwa sababu yako. Maana Mungu amesema, Mungu amesema kuna watu wanachokeshwa mahali ni kwa sababu yako. Sema amen. Na wacha nikwambie hivi, kile kitu kinakusumbua kiko na mtu mahali fulani, hakiko mbinguni. Hakiko mbinguni. Wacha kusema ya kwamba ninaangalia bingu. Hakuna sturu itatoka mbinguni, hakuna gari itatoka mbinguni, hakuna bibi mzuri anatoka mbinguni. Wako tu hapa duniani. Kile ambacho Mungu anafanya ni kufungua macho yao ili waweze kukuona wewe, ni kufungua macho yako ili uweze kufikia zile baraka. Bible huwa inasema nini katika Mathayo? Ya kwamba ni Mathayo 6 mstari wake kuanzia 9. Ombi la Baba yetu aliye juu mbinguni. Inasema ya kwamba mapenzi ya Baba yaliyo juu mbinguni yatendeke hapa duniani. Ni mapenzi, lakini kusudi la Bwana liko hapa Fureria, liko kwa mji wa Nakuru, liko kwa mipaka ya kaunti 47, liko kwa mataifa ya dunia. Si Bwana amurishe wanadamu, ili ni kwa sababu ya jina lake juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu aamuru watu kwa sababu yako, aamuru miji kwa sababu yako, aamuru mataifa kwa sababu yako. Amuru hata mataifa kwa sababu yako. Ainue watu waweze kuja kukushika mkono, uende kiwango hicho kingine ambacho Mungu amekuwekea katika maisha haya. Sema amen. Maadui wakitazamia anguko lako, wakute ndio sasa unaenda utukufu mwingine. Wakiangalia ati ndio unazama, wanakuta ndio unapaa. Wakiangalia ndio unaisha, wanakuta ndio unanenepa. Wakiangalia ndio utakuwa mgonjwa, wanaona afya yako na mwili wako na ngozi
ngozi ya mwili yako inazidi kuwa laini, ni kwa sababu Mungu anaamuru vitu, ni kwa sababu ya wale ambao wanampenda, wale ambao wanampenda Bwana, wale ambao wanaitanishwa na jina lake. Mungu hata kuachilia mpendwa. Na nataka kutangaza nikiwa mbele za Bwana ya kwamba Mungu akaamuru watu, akaamuru miji, akaamuru taifa, akaamuru mataifa, ni kwa sababu ya jina lile ambalo linakaa ndani ya moyo wako, jina la Mungu wetu ambalo umeliruhusu likae kwako. Mungu aamuru watu kwa sababu yako. 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 Mungu aamuru watu kwa sababu pia ya hii huduma. Ainue watu kwa sababu ya hii ministry. Kwa jina takatifu la Yesu, tumpigie Baba yetu wa mbinguni makofi mazuri katika jina takatifu la Yesu. Atatoa watu wengi ni kwa sababu yetu. Na hilo neno ni ndio na amina. Hilo neno ni ndio na amina. Hilo neno ni ndio na amina. Kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, na nimekupenda. Hebu imagine wakati unapitia haya mambo yote, bado Mungu alikuwa anakupenda sana. Wakati mwingine huwa inasababisha mtu anatiririkwa na machozi ukitafakari wema wa Bwana, ukiona wokovu wa Mungu vile ambavyo huwa anaachilia kwa maisha ya wanadamu. Wakati mwingine huwa tunateta hata na Mungu, lakini anasema ulikuwa mtu wa dhamana kwangu. Na Biblia huwa inasema ya kwamba hata mauti ya mtu mwenye haki inakuwa ya dhamana machoni pa Bwana. Yaani ulikuwa wa dhamana machoni pangu. Wakati mwingine ukitafakari vile Mungu anafanya kazi na utafakari neno lake, wakati mwingine unadondokwa na machozi ukiangalia, kumbe Mungu bado ulikuwa unanijua. Kumbe Mungu bado ulikuwa upande wangu. Kumbe Mungu ni majina tu yalikuwa yanahesabika ili Bwana jina lako liadhimishwe ndani ya moyo wangu zaidi. Hata wakati nilipita kwenye maji mengi, nilikuwa wa dhamana kwako. Hata wakati nilikuwa naotewa na mauti na hofu za maadui, bado nilikuwa wa dhamana machoni pako. Na nataka kutangaza nikiwa mbele za Bwana, dhamana ya Bwana haiondolewi na zile changamoto ambazo wewe na mimi tunapitia. Wacha nitangaze tena nikiwa mbele za Bwana, dhamana ya Bwana kwako haiondolewi na zile changamoto ambazo wewe na mimi tunapitia. Haiondolewi. Vile Bwana anakuona, huwa haoni shida ambazo unapitia. Huwa anahesabu wewe kama chombo cha dhamana. Huwa anakuhesabu chombo cha dhamana. Huwa anakuhesabu chombo cha dhamana hata katika majanga ambayo unapitia. Anasema nalikujua wewe ni mtu wa dhamana sana tangia mwanzo kwangu. Shakatayandoroboza. Ninaomba Baba wa mbinguni, ninaombea moyo wangu Yesu mwana wa Mungu. Ninaombea moyo wangu Yesu mwana wa Mungu. Mimi ni chombo cha dhamana. Wakati mwingine mtu huwa anasikia kukata tamaa. Shakatayandoroboza. Lakini Baba, mimi ni wa dhamana kwako. Ninaamini hiyo Bwana, ninaamini Bwana, mimi ni chombo cha dhamana. Bwana, ninaamini ya kwamba mimi ni chombo cha dhamana. Ninaamini Yesu ya kwamba mimi ni chombo cha dhamana. Mimi ni chombo cha dhamana. Yesu mwana wa Mungu, mimi ni chombo cha dhamana. Asante Yesu mwana wa Mungu. Kanisa hili Bwana ni la dhamana. Hawa watakatifu ni wa dhamana. Bwana, ututazami sawasawa na changamoto zetu. Macho yako huwa hayaoni changamoto. Macho yako huwa wanaona vitu vya dhamana. Tupe nguvu Bwana, tuimarishe. Tuwezeshe Bwana kuzidi kukutumainia zaidi. Kuweka tumaini letu kwako.
Hata wakati tulidhani ya kwamba sisi sio kitu, kwako sisi ni wa thamani. Hata wakati tulidhalalishwa, wewe bado unasema sisi ni vyombo vya thamani. Hata wakati tulichukiwa na tukanenwa kila maneno ya kutudhalalisha, Mungu, kwako haibadiliki. Sisi ni vyombo vya thamani. Sisi ni vyombo vya thamani. Tusaidie Bwana, tusaidie kuona vile Bwana unatuona. Tusaidie Mungu, tusaidie Yesu, tusaidie Yesu. Kumbe tulikuwa wa thamani machoni mwako. Asante Yesu, mwana wa Mungu. Bwana, tusaidie kuona vile ambavyo unatuona. Wakati mwingine mwanadamu anasikia kufika mwisho, wakati mwingine tunasikia kukata tamaa, wakati mwingine Bwana hata jina lako likitajwa, wakati mwingine mawazo yanatuambia ni kana kwamba halina uwezo, lakini bado udhamana wako hujaondoka kwetu. Asante Yesu, mwana wa Mungu. Asante Yesu, mwana wa Mungu. Ninakushukuru Baba wa mbinguni. Mimi ni chombo cha thamana. Kila mmoja wetu ni chombo cha thamana. Hatutakubali shetani atuonyeshe ya kwamba sisi sio wa thamana machoni pako. Tutazidi kukutumainia Bwana, tutazidi kuweka tumaini kwako. Wewe Mungu wa maagano, ambaye huja kutimiza maagano juu ya watakatifu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Hakuna jambo la maana kujua kwamba ati mimi na wewe tunaheshimika mbinguni. Wanadamu wanaweza wakakosa kukuheshimu kwa njia moja ama nyingine. Na nimesema hivi, changamoto zile tunapitia wakati mwingine zinatuonyesha kwamba hatuna dhamana, lakini kumbe mbinguni hata kuheshimika pia tunaheshimika. Kando na macho ya wanadamu, endelea kumwamini Mungu. Endelea kuamini ya kwamba wewe ni chombo cha heshima hata kule juu mbinguni. Na Biblia huwa inasema ya kwamba tukifika mbinguni tutawahukumu hata malaika, maana walishindwa kujisitiri. Lakini mimi na wewe katika changamoto nyingi tuna uwezo wa kutaja jina la Bwana na kusimama. Wewe ni mtu wa heshima. Wewe ni chombo cha heshima mbinguni. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Biblia inasema kwa sababu hiyo nimekupenda.
Mungu hakupendi ni kwa sababu umeokoka. Mungu anakupenda kwa sababu hata wakati maji mengi yalikuwa yakubebe, haukuacha kulitia jina la Bwana. Upendo wa Bwana ni kwa sababu hata wakati ulikuwa umezingirwa na mauti, haukuacha kuita jina la Bwana. Anasema hiyo ndio inakusababisha nikupende siku ya leo. Wapendwa, hata katika majanga gani, endelea kulitia jina la Mungu. Utabaki kuwa chombo cha dhamana. Dhamana wako hautabadilishwa na changamoto. Na Biblia inasema kwa sababu hiyo mimi ninakupenda na upendo wa dhamana, na nitahakikisha ninainua watu kwa sababu yako. Wacha nikwambie mpendwa, kufika katika hayo madaraja ya mtu kuinuliwa, kufikia kusudi la Bwana, watu kuinuliwa kwa ajili yake. Shakata ya ndorogoza. Kile chombo kimepitishwa kwenye moto. Kile chombo kimepitishwa kwenye moto. Kile chombo kimepitishwa kwenye moto. Na dhamana ya dhahabu njema ni lazima ipitie kwenye moto. Gold ikiwa jiwe haina dhamana kuu, lakini wakati inapitishiwa kwenye moto, dhamana yake inapanda. Mpendwa, nipoza Biblia inasema ya kwamba hiyo ni sababu ya mimi kukupenda, maana hata wakati majira yale yalikuwa mazito, hukuacha kulitia jina langu. Hata wakati uliaibika na kuaibishwa, hukuona kule kuaibika kama jina lile ambalo unalitakasa kila wakati ndani ya moyo wako. Hiyo ndio inasababisha ninakupenda sana. Hiyo ndio inasababisha ninakuthamini sana. Hiyo ndio inasababisha heshima zangu kwako zinaongezeka. Bwana tusaidie kama wanafunzi wa Yesu, tuongezee imani Bwana. Tuongezee imani. Sio rahisi baba yangu. Tuongezee imani. Bwana tuongezee imani. Tuongezee imani. Kama kanisa tuongezee imani. Tunakuhitaji Bwana. Sio rahisi, lakini kwa msaada wako Bwana tunaweza. Kwa msaada wako tutashinda. Kwa msaada wako tutabaki kuwa vyombo vya dhamana. Kwa msaada wako heshima yetu Bwana isiondolewe. Tusaidie Mungu wetu kama kanisa lako. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunakupenda Baba yetu. Ahadi zako ni ndio na amina. Wewe sio mwanadamu udanganye. Yale umeyasema unakuja kuyatimiza yote. Utatoa watu kwa sababu yetu, na makabila watu kwa ajili ya maisha yako. Baba, ninaomba ukusanye katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa asilia hizo ahadi. Njoo Bwana, tunakusubiri Mungu wetu. Tunasubiri kila neno ambalo umelisema. Na mstari wa 5 inasema usiogope, maana mimi ni pamoja na wewe. Tunakuomba Bwana utusaidie. Hatuwezi peke yetu. Tunaomba kuzidi kukuamini kuliko mwanzo. Taleta uzao wako toka mashariki na kukusanya toka magharibi. Mstari wa 6 inasema nitaiambia kaskazini toa, nayo kusi usizuie. Yaani neema ya Mungu itafungua milango. Ukipinduka vile ulikuwa unapinduka, unajikuta umezingirwa na mauti. Sasa utakuwa unapinduka, unaona wema wa Bwana. Ukipinduka pande hii unakutana na nguvu za Mungu. Ukipinduka pande hii unakutana na neema. Ukipinduka pande hii unainuliwa viwango vingine. Ukipinduka pande hii kuna watu ambaye wanang'eng'ania maisha yako, wakisema mtu huyu amebeba nguvu za Bwana. Tunatamani kujihusisha na maisha yake ili huyo Mungu wake abaki kuwa Mungu wetu.
Shakata ya ndorobosaya. Baba, iwe hivyo. Baba wa mbinguni, iwe hivyo. Lifuatilie hilo neno Bwana, lifuatilie hilo neno Bwana. Tuzingirwa usiku na mchana. Mwanzo tulizingirwa na mauti, mwanzo tulizingirwa Baba na kuumizwa, mwanzo tulizingirwa na maji mengi, tulizingirwa na mito, tulizingirwa na wachawi na waganga, tulizingirwa na watu ambao wakututakia mema. Lakini sasa unaahidi tukipinduka upande wa kushoto na kulia, tunakuta msaada wetu umeandaliwa. Shakata ya ndorobosaya. Ninakushukuru Baba wa mbinguni, ninalienzi jina lako mbele ya haya madhabahu, mbele ya haya madhabahu ninalienzi jina lako. Wacha hilo jina likakaa kwetu, wacha hilo jina likafanyika msaada, wacha hilo jina Baba wa mbinguni likitajwa, mapepo yanatetemeka yakisema Mungu wa hawa watu hawezi akatishwa wala hatishiki. Tuliwaekea kila mitego, Mungu ameinasua, na sasa ule utukufu Bwana amewapeleka, hakuna mtu awezaye kuondoa. Shakata ya ndorobosaya. Na iwe hivyo. Natangaza na iwe hivyo. Natangaza kwa neema ya Bwana na iwe hivyo. Hakuna mtu awezaye kuondoa huo utukufu. Hakuna mizimu, hakuna bahari, hakuna nchi, hakuna wakuu wa anga, hakuna wachawi wala waganga, hakuna roho za giza wala roho za mizimu ziwezaye kuondoa kusudi la Bwana juu ya maisha yako, juu ya mwito huo, juu ya hiyo huduma, juu ya hiyo biashara, juu ya hicho kizazi. Si Bwana afuatilie neno lake, abadilishe yote ambaye maadui walipanga. Shakata ya ndorobosaya. Si Mungu ajitukuze, si huyo Mungu aonekane usiku na hata mchana. Shakata ya ndorobosaya. Ninakutukuza Baba wa mbinguni, ninakuenzi Baba yangu. Haugairi, haubadiliki. Wewe ni Mungu mwema. Niondolee hofu, ondolea huyo mtakatifu hofu. Nasema ya kwamba tusiogope, maana sisi yuko pamoja na sisi. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Taiambia kaskazini toa, nayo kusini uzizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Ombi langu mbele ya haya madhabahu ni kwamba watu wote ambaye waliyetawanywa kupitia kwa hii neema wakarejeshwa na nguvu za Bwana. Haijalishi wametawanywa mpaka wapi, lakini kuwe na neema ya urejesho katika jina la Yesu. Kuwe na neema ya urejesho katika jina la Yesu. Kuwe na neema ya urejesho popote mahali watakatifu wametawanywa kote duniani. Kuwe na neema ya kuregesha watu kwa Mungu. Kuwe na neema ambayo inavuta watu kuja kwa Bwana. Wengine walikata tamaa, wakaona ya kwamba hawatamtumikia tena. Siwache kuwe na neema, neema ya kuvuta watu kutoka kaskazini, kusini, magharibi, kaskazini. Sikuwe na neema ya kuvuta watu kutoka kona zote ya miisho ya dunia. Hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Si Bwana uliandae hili kanisa. Niandae mimi mtumishi wa Bwana. Sikuwe na hiyo neema ya kuita watu kwako usiku na mchana. Ndio waliumizwa wengine, wengine walijeruhiwa. Si Bwana ukawaponya, ukawaregesha, 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 ukawaregesha kwa sababu ya jina lako. Wakaregeshwa kwa sababu ya jina la Mungu wetu. Kutoka miisho ya mataifa, kutoka miisho ya dunia. Bwana, tunatangaza neema ya haya madhabahu, kile ambacho unazalisha kwa hii altar. Bwana, ninatangaza neema ya urejesho. Haijalishi watu walijeruhiwa na nini, haijalishi watu waliumizwa na nini, haijalishi ile mitego waliwekewa wakarudi nyuma. Unaahidi ya kwamba kuna neema ya urejesho. Kuna neema ya urejesho, kuna neema ya uregesho, kuna neema ya uregesho, kuna neema ya uregesho.
kwa jina takatifu la Yesu. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina la Mungu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba na mimi nimemfanya. Baba wa mbinguni, umetuumba kwa sababu yako. Nipoza kanisa hili tunajisalimisha. Sisi wenyewe hatuwezi bila msaada wako. Tunaomba Bwana, kupitia kwetu kafika miisho ya mataifa, kajiletea utukufu kwa meza yako. Na wote ambao wameitwa kwa ajili ya jina lako, tunawanenea mahali popote walipo ya kwamba hawa sio mateka. Hawa sio mateka. Tunawanenea popote mahali walipo. Naomba ukafungua kinywa chako, tangaza wote ambao wameitwa kwa sababu ya jina la Mungu, mahali popote walipo sio mateka. Popote mahali walipo sio mateka. Popote mahali walipo sio mateka tena. Kwa msaada wa Bwana, Mungu anaenda kuwaregesha. Kwa msaada wa Mungu, Bwana anaenda kuwaregesha. Kwa msaada wa Bwana, Mungu anaenda kuwaregesha. Popote mahali wameshikwa mateka, rabababababa, tunatangaza kwa neema hata misho ya mataifa. Popote mahali watakatifu walioitwa kwa jina la Bwana walirudishwa nyuma. Tunatangaza kwa neema asubuhi ya leo ya kwamba hawa watu sio mateka tena. Hawa watakatifu sio mateka tena. Hawa walioitwa kwa jina la Mungu wetu, haijalishi ni walevi, sio mateka tena. Haijalishi wanavuta bangi, sio mateka tena. Haijalishi wanatumia chochote kile ambacho hakifai, hawa sio mateka tena. Haijalishi wameingia kwa anasa, hawa sio mateka tena. Haijalishi wameingia kwa usherati, hawa sio mateka tena. Haijalishi wameenda kuiba, wamekuwa wezi wa mabunduki, hawa sio mateka tena. Tunatangaza ya kwamba sio mateka. Wale walioitwa kwa kusudi la Bwana wakarudishwa nyuma na shetani, tunatangaza sio mateka tena. Tunatangaza kuregeshwa kwao. 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 Baba, tunatangaza kuregeshwa kwao. Bwana, tunatangaza kwa haya madhabahu kuregeshwa kwao. Kuna wengi ambaye Bwana huwa tunaona wanakuja hapa ni wachungaji, wengine ni maaskofu, lakini walinaswa kwa pombe na anasa. Tunaomba kuregeshwa kwao. Tunatangaza mbele haya madhabahu, Bwana, tunatangaza kuregeshwa kwao. Tunatangaza kuregeshwa kwa watoto wako ambaye wanaitanishwa na jina hilo takatifu, wakaregeshwa. Tunatangaza tena wakaregeshwa. Tunatangaza mateka inafika mwisho. Wakati wa kutekwa umefika mwisho. Wakati wa kutekwa umefika mwisho. Wakati wa watu kukaa kwa mateka umefika mwisho. Tunatangaza kwa neema ya Bwana, watu kukaa mateka ni mwisho. Ya kwamba wale walioitwa kwa jina la Mungu wetu, tunatangaza wakaregeshwa. Tunatangaza tena wakaregeshwa. Tunawatangazia katika miisho ya mataifa wakaregeshwa. Tunawatangazia hata kwa mipaka ya Kenya wakaregeshwa. Tunatangaza kwa mipaka ya taifa letu wakaregeshwa. Wale ambaye Mungu amewaita kwa jina lake wakaregeshwa. Wakaregeshwa katika jina la Yesu. Hawa ambaye wameitwa kwa sababu ya jina la Mungu wetu, haijalishi wameshikwa mateka na nini, Baba, tunasimamisha bingo, tunainua madhabahu ya kiongo, tunasema ya kwamba waachiliwe. Popote mahali walipo Bwana, waachiliwe.
popote mahali walipo waachiliwe, popote mahali walipo waachiliwe. Wameitwa kwa jina la Mungu wetu, na kwa sababu ya utukufu wa jina la Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Naona mioyo mingi ikikimbia kwa Mungu. Naona mioyo mingi ikikimbia kwa Mungu. Mioyo mingi inaregeshwa kwa Bwana. Mioyo mingi ambayo ilikuwa mateka inaregeshwa. Mioyo mingi ambayo ilikuwa mateka inarejeshwa. Mioyo mingi ambayo ilikuwa mateka inaregeshwa. Mioyo mingi ambayo ilikuwa mateka inaregeshwa. Mioyo inaregeshwa. Baba, ninatangaza kwa neema ambayo umenijalia ya kwamba mioyo inaregeshwa. Ninatangaza tena mioyo inaregeshwa. Natangaza maisha yanaregeshwa. Natangaza hata huduma zinaregeshwa. Hata mwito unaregeshwa. Hata karia ambazo ziliuawa zinaregeshwa. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwako mambo yote yanawezekana. Unamwambia Zakaria ya kwamba hata ukiwa mzee utasa unaondolewa. Na vitu vyote vinarejea mahali Bwana alikusudia. Mtoto unazaliwa hata na watu wazee. Oh, asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Maana kila jambo ambalo umelisema ni ndio na amina. Unafuata yote kuja kuyatimiza kwa majira yake. Tusaidie kutoamini kwetu Bwana. Tusaidie kutoamini kwetu. Maana ulimsababisha awe bubu. Kasema hautaongea tena. Maana haukuamini yale Bwana amesema. Bwana, tusaidie kutoamini kwetu. Tusaidie kuwa tunaamini. Tuamini ya kwamba wanaregeshwa. Tuamini ya kwamba wanaregeshwa. Tuamini ya kwamba wanaregeshwa. Hata miisho ya dunia wanaregeshwa. Tusaidie kutoamini kwetu Bwana. Katika Samaria kuna majira kulikuwa na njaa. Kamtuma mtumishi wako kutabiri ya kwamba bei ya unga inaenda kubadilika. Lakini mtu mmoja akasema hapana. Hata mbingu na nchi zikishikana jambo hili haliwezekani. Nabii akasema ya kwamba wewe kwa kutoamini kwako utakanyangwa nchi ya lango, watu wakikimbilia bei mpya ya unga. Maana Bwana anabadilisha majira. 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 Yale mazito yanaondolewa. Yale mazito yanaondoka. Bwana anabadilisha majira. 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 Yale mazito yanaondolewa. Yale mazito yanaondolewa. Yale mazito yanaondolewa. Shakata ya ndorobo zaya. Bwana anabadilisha majira. Bwana anabadilisha majira. Bwana anabadilisha majira. Rababababababa. Bwana anabadilisha majira. Yale ya kutoaminika sasa yanaaminika. Bwana anabadilisha majira.
Huyu Mungu anabadilisha majira. Huyu Mungu anabadilisha majira. Gainirasheji ya maudo. Mungu anabadilisha majira. Mungu anabadilisha majira. Anaapa anabadilisha majira. Kuwa tayari kubadilika na hayo majira. Usiwe mtu wa kuwa na shaka. Kuwa mmoja wa kusema ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo inawezekana. Ndiyo Bwana unaweza. Ni wewe peke yako kwa viwango vyako unaweza. Ninakuamini Bwana hata sasa. Ninakuamini hata sasa. Ninaamini hata sasa. Ninakuamini hata sasa. Ndiyo Bwana unaweza. Bwana anabadilisha majira. Mungu wetu anabadilisha majira. Bwana anabadilisha majira. Naomba uinuke juu na miguu yako katika jina la Yesu. Huyu Mungu anabadilisha majira wapendwa. Mungu anabadilisha majira na nyakati. Nyakati ambazo umekaa kwa kilio zinafika kikomo. Nyakati ambazo umekaa kwa huzuni zinafika kikomo. Nyakati ambazo umekaa kwa kukaukiwa zinafika kikomo. Ninatangaza ya kwamba Mungu anabadilisha majira. Bwana anabadilisha majira. Ninatangaza nikiwa kuhani wa Bwana ya kwamba Mungu anabadilisha majira. Bwana anabadilisha majira. Bwana anabadilisha majira. Bwana anabadilisha majira. Ninaishi katika ulimwengu wa kiroho. Mambo yanabadilika sasa. Mambo yanabadilika sasa. Mambo yanabadilika sasa. Kwa wema wa Bwana yanabadilika sasa. Yanabadilika sasa. Yanabadilika sasa. Yanabadilika sasa. Yanabadilishwa na huyu Mungu. Yanabadilishwa kwa neema ya madhabahu. Mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika katika ulimwengu wa kiroho. Mambo yanabadilishwa katika ulimwengu wa asilia. Mambo yanabadilika. 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 Hadi zinabadilishwa. Hadi zinabadilishwa. Hadi zinabadilishwa. Ushuhuda unabadilika. Ushuhuda unabadilika. Ushuhuda unabadilishwa. Hata ushuhuda unabadilika. Ushuhuda wako unabadilika. Ninahisi nguvu za Bwana. Hali inabadilika mpendwa. Haya majira yanabadilika. Haya majira ya huzuni yanaondolewa. Majira yanabadilika. Majira yanabadilishwa na Bwana. Hiyo kilio kinafika kikomo. Hayo maombolezo, hiyo kushika shavu inaondolewa. Huo umasikini unaondoka. Hiyo kukataliwa unaondolewa. Majira yanabadilika sasa. 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 Hakuna awezaye kuzuia. Hakuna awezaye kuzuia. Hayo majira yako yanabadilika. 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 Kwa nguvu na uwezo wa Bwana. Yanabadilika sasa. Yanabadilika sasa. Yanabadilika sasa. Shakata yandoroboza. Hayo majira yanabadilishwa na Bwana. Hayo majira yanabadilishwa na Mungu wetu. Hayo majira yanabadilishwa na Mungu wetu. Hayo majira yanabadilishwa na Mungu wetu. Shakata yandoroboza. Nyosha mikono yako mbele za uwepo wa Bwana. Nahisi nguvu za kubadilisha majira ambayo umekaa kwa muda, ambaye yamekusababisha mpaka unahisi kukata tamaa. Unahisi kufika mwisho kwa maisha. Majira hayo yanabadilika sasa. Hayo majira yanaondolewa. Hiyo wingu ambalo lilikuweko linaondoka. Linaondoka. Hilo wingu linaondoka. Hilo wingu la kukufinyilia linaondolewa. Linaondolewa na Bwana. Hilo wingu linaondolewa. Hilo wingu linaondolewa. Mambo yote yanaenda kufanyika kwa wema. Yanaenda kufanyika kwa wema. Yanaenda kufanyika kwa wema. Yanaenda kutendeka kwa wema. Kwa wale ambao wanampenda Mungu wao. Ti wakati ulikuwa kwa dhiki, Yakobo nalikujua na nikakudhamini tena sana. Na kwa sababu ulikubali kulitia jina langu hata wakati wa shida,
Ninakupenda sana Yakobo, na wewe ni wangu. Wewe ni wangu. Nitatoa Kushi, nitatoa kaskazini, nitatoa kabila za watu kwa sababu yako. Baba wa mbinguni, ninakushukuru. Nyosha mikono yako katika uwepo wa Bwana, maana majira yanabadilika sasa. Majira yanabadilika sasa. Majira yanabadilika hata kwa hii altar, yanabadilika. Yanabadilika, yanabadilika. Mambo yanabadilishwa kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Majira yanabadilika, ya ukosefu yanafika kikomo kwa damu ya mwanakondoo wa Mungu. Majira yanabadilika. Majira yanabadilishwa na Bwana. Majira yanabadilishwa na Bwana. Majira yanabadilishwa na Bwana. Umelia sana, kilio chako kikafika kikomo. Umeomboleza sana, wacha ubadilishiwe maombolezo na furaha. Hakuna kitu chema kwako leo hii. Wacha hayo majira yabadilike. Mambo yote yafanyike kwa wema kwa maisha yako. Uone utukufu wa Mungu juu ya anga yako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Yanafanyika kwa wema. Yanafanyika kwa wema. Yanafanyika kwa wema. Yanafanyika kwa wema. Asante Roho Mtakatifu. Ni kwa msaada wa Bwana peke yake. Ni kwa msaada wa Mungu wetu peke yake hayo mambo yanafanyika. Mungu alimwambia wana wa Israeli katika bahari la Shamu, waambie wana wa Israeli waache kunungunika. Waambie watazame mbele. Waambie watazame mbele. Waambie watazame mbele. Wasiangalie yale mambo ambayo wanayaona nyuma, huwa hayaleti matumaini. Waangalie yale Mungu ameahidi mbele yao, watazame mbele. Tusaidie Bwana, macho yetu yakatazama mbele. Kaambia Musa waambie yale mambo wameona yakawatia hofu, hawatayaona tena kwa maisha yao. Na haya ndiyo majira yanabadilika. Majira yanabadilishwa. Majira yanabadilishwa. Majira yanabadilishwa na Mungu wetu. Majira yanabadilika. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Kama kanisa tunajisalimisha kwako. Mimi nikiwa mtumishi wako na familia yangu, Baba, ninaisalimisha kwako. Mambo yote yafanyike kwa wema kwa wale ambao wanakupenda wewe Mungu. Unabadilisha majira. Majira yanabadilika. Na unaamuru watu, mataifa. Unaamurisha. Si nani ya Bwana awezaye kupinga kile umesema? Unaamuru watu, unaamuru mataifa, unaamuru miji, ili neno hili liwe na uhai. Isaiah 55 verse 11. Wewe utuma neno na kulifuata. Majira yanabadilika. Majira yetu yanabadilika. Majira ya mji yanabadilika. Majira ya miji yanabadilishwa. Ya taifa yanabadilika. Ya mataifa yanabadilishwa kwa sababu ya wale uliowaita, kwa sababu ya jina lako. Tunakushukuru Baba wa mbinguni. Tunakutolea sadaka za makofi mbele za uwepo wako. Tuko na imani ya kwamba majira yetu yamebadilika. Majira ya watoto wetu inabadilishwa.
Kumbe tulikuwa watu wa dhamana, tulikuwa wa dhamana machoni pako, na ulitupenda tena sana. Huo upendo ukazidi, katusaidia nasi tukafunguka macho ya ndani, tukakujiwa zaidi ya mwanzo. Tusaidie Bwana kukufahamu zaidi ya vile tunakufahamu. Tusaidie kukuamini zaidi ya vile tunakuamini. Tusaidie kukusubiri zaidi ya vile tunakusubiri. Tusaidie Bwana kupasongelea patakatifu kwa utakaso, ipoza dhamana isije ikaondoka wala kuondolewa. Tunakushangilia Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Tumshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Mimi na wewe tu wa dhamana machoni pa Mungu wetu. Tumshangilie Bwana kwa makofi mazuri.